Wakenya ambao bado hawajachukua vitambulisho vyao vya kitaifa kutoka afisi za usajili wa watu wanahimizwa kujitokeza kuvichukua ili kupunguza mrundiko uliopo katika afisi hizo kote nchini. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa usajili wa watu katika kanda ya kati Joseph Ndung'u, zaidi ya vitambulisho 70,000 baada havijachukuliwa katika afisi za idara hiyo katika kaunti za eneo la Mlima Kenya. Ndung'u amesema kuwa idara hiyo tayari imeanza mchakato wa kusambaza vitambulisho hivyo kupitia kwa viongozi wa utawala wakiwemo machifu pamoja na vituo vya Huduma Center ili kurahisisha upatikanaji wake kwa wananchi. Aidha, amewahimiza vijana waliohitimu umri wa kujisajili vitambulisho hivyo kujitokeza kwa wingi, akibainisha kuwa kwa sasa hakuna ada inayotozwa kwa huduma hiyo. Na kwa hivyo tunawahimiza wananchi ambao hawaja kuja kuchukua vitambulisho vyao waweze kufika, viko katika ofisi zetu, na pia tunashirikiana na afisi za chief kuwafahamisha wakati vitambulisho vinaingia, hasa kwa wale ambao ni wageni, na wachukue nafasi hii hasa wakati ambapo tunaendelea, kuna exercise ya kujiandikisha kama wapiga kura. Watu wachukue vitambulisho vyao, hasa vijana, ili waweze kujiandikisha. Nasikia wakisema, ambaye amejiandikisha anasema niko kadi. Kwa hivyo wakuwe kadi, vitambulisho viko, na vile ambavyo havijaweza kutoka bado processing, our headquarters inaendelea kutoa vitambulisho bila kukawia, kwa sababu wale wanajiandikisha kutumia biometric kits, kwa wiki 2 kitambulisho kinakuwa tayari kimerejea, na tunawaomba waje wachukue vitambulisho hivi. Katika kila county, katika Nyeri County na hii statistic inabadilika kila siku. Kwa mfano, siku ya wiki jana tulipokea vitambulisho kama 1400. Wiki hii leo ninapoongea nikitoka ofisini asubuhi tumepokea zaidi ya vitambulisho 500. So hii statistic inabadilisha. So tukifunga wiki Ijumaa kulikuwa na vitambulisho 8900 katika Nyeri County. Katika Kirinyaga County tulikuwa na vitambulisho 10,400. Katika kaunti ya Kiambu tuko na vitambulisho 44,000, na katika kaunti ya Nyandarua 1,400, na tukijumuisha tunaona kuna watu wengi ambao hawaja kujia vitambulisho vyao, vinafikia almost 79,000. So tunaomba wananchi washirikiane na ofisi ya chief aliye karibu naye, wakitaka kujua vitambulisho vyao. Hata wale maybe ofisi ya chief iko mbali na ofisi ya kitambulisho, wanaweza jiandikisha kwa chifu, na chifu anaruhusiwa kuja kuwachukuliwa. Wakijiandikisha katika ofisi yake atawachukulia. Na lakini wale wako karibu na ofisi tunawaomba wafike katika ofisi zetu, na hata Huduma Center wataweza kuchukua vitambulisho vyao. Ni wito ambao umeungwa mkono na mwanasiasa Nick Mararo, ambaye ameshikilia umuhimu wa ushirikiano kati ya washikadau mbalimbali ili kuhakikisha kuwa vitambulisho hivyo ambavyo baada havijachukuliwa vinawafikia wenyewe kwa wakati. And one of the main issues and very pertinent issues that has been raised is the 100,000 or so uncollected IDs. Now that's a very alarming figure. And what we are suggesting is, instead of them lying at the Huduma centers, we have the Ngao administration, the chiefs, the Nyumba Kumi, that administration. Those guys know the people at the ground. They need to be deployed to the chiefs' camps. Then the chiefs and the sub-chiefs and the Nyumba Kumi guys can identify these young people. They know the same thing. You find somebody is probably in Nairobi, is lost. That's why we have the back of your ID. It shows you until your village. So can we use that model to distribute those IDs? Because I'm sure most people are probably saying, I go to the Huduma Center, I cannot afford fare. So let's bring the services to the people. So can the chiefs deploy that in conjunction with IEBC? So I believe that's one of the main things, and I think we'll be pushing for it, because 100,000 is 100,000 unregistered voters. And as we said again, a vote is a political currency. Is your political currency. That is what we will speak with. Hatuna muda na hatubahatishi. Nataka sahizi, and we are demanding it.
We've seen the county commissioner is there, representatives from Gao. Even Gao themselves are saying, can we be involved in this? Can you tell us when you come into our centers? So those are things we're saying. We need a concerted effort from our administration and our government to make sure that all this are happening. We do not want sabotage from the government, because that could be a target of disenfranchising young people. We do not want a disenfranchisement of young voters in Nyeri. 100,000 is an alarming figure. Wakati wa huo, kiongozi wa vijana katika kaunti ya Nyeri Monica Wang'ombe amewahamasisha vijana ambao bado hawajapata vitambulisho kujisajili mara moja pamoja na kujiandikisha kama wapiga kura ili kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. I can kindly encourage the youth to please come out in large numbers to register to vote. Mkue kadi sahi kuchukua ID kama you're getting your ID as a new saizi ni free, na bado pia kama unataka ku replace sahi ni new, kwa sababu hiyo ndio challenge nimesikia. Okay, mimi mwenyewe sijapitia hiyo challenge, but hiyo ndio challenge nimesikia na watu wengi sana, because wanataka kuchukua ID ndio ende akaregister as a voter, but like kutakuwa na cost na pia ku replace ID, but sahi it's free. So I think that is the biggest challenge that youth wamekuwa nayo, because hapo mbeleni you had to pay like 1,000 shillings, but size it's free kuchukua ID na ku replace. So please go and take your endo chukua ID na uende, kama unataka ku replace endo replace, so that you can also sasa uende ukaregister as a voter. Tuko kadi juu, tulitokea hapo hivyo 2024 maandamano, but we don't want to do that hapo 2028. So kama mtu asitete bad governance, by the way sikuja hapa kutuambia tio bad governance hapo hivyo 2028 kama hutatokea kuchukua kura na kuvote. So we want people to come out and vote, because that is the only way you can express unataka nani akuwe leader. And please, this time mimi naweza himiza, especially us young people, we're the majority, we're 75% of the population of Kenya. Please msichague watu kulingana na chama. Please enda uangalie mtu personally kama atakufanyia kazi. Please let's vote in leaders, tuachane na mambo ya sijui chama. Please, we are 75% of the population in Kenya. We can decide who will or who will not be the leader of this Kenya. Tafadhali tuchague leaders, and please angalia mtu individually. Mambo ya chama please, ili tufanye ile kitu imeishi kutufanyia ile kitu, tuachane na mambo ya sijui suti. Tafadhali choose your leaders individually. Willy Khayemba Kurunzi, Kaunti ya Nyeri.